Mtita TV, Jena Mtita TV, Jena Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Hakika zimebaki saa chache kabla ya wekundu wa Msimbazi Simba kuteremka dimbani kucheza mechi yao ya kwanza ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025 dhidi ya Stellenbosch. Ni mechi ambayo itapigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Matumaini ya Tanzania ni kuona Simba wakianza vyema katika safari yao ya kuelekea finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho na hatimaye kutoa ubingwa. Lakini yapo mambo mengi ambayo bila shaka kimbinu, kiufundi, kocha Fadu Davids na wachezaji wake wangali wakijiweka fiti kufikia muda huo ili hatimaye wawape furaha wekundu wa Msimbazi Simba, wawape furaha wa Tanzania, wawape furaha wana Afrika Mashariki na Kati chini ya mwavuli wa Sekafa, nchi zote wanachama ambazo mwakilishi pekee katika michuano ya CAF kwa msimu huu hivi sasa ni wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wamebeba hatima, maslahi ya mamilioni ya watu katika ukanda huu. Bila kusahau Tanzania ambako Amiri Jeshi Mkuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa muungaji mkono mkubwa wa shughuli za michezo ikiwamo Simba ambayo yenyewe inawakilisha nchi na peperusha bendera katika michuano ya kombe la shirikisho, ambapo katika kila bao lao pindi wanapata ushindi wana uhakika wa zawadi ya kitita cha fedha cha mamilioni. Sasa kama nilivyosema awali, yapo mambo mengi, lakini kubwa ambalo tunataka kukumbushia leo hii kupitia jukwaa hili ni kwamba wachezaji wa Simba kwenye mechi hii ambayo uwanjani pale dakika 90 ni kama vita, ni kuhakikisha wanakuwa mbele katika kuchangamka, wanakuwa aggressive kupigania maslahi ya timu yao pindi wanapoona pale mwamuzi huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jacques Ndala anapojikuta kwa maamuzi ya kibinadamu anachemka na kufanya maamuzi tofauti, na hasa kwenye matukio ambayo yanaruhusu kutumika kwa VAR, Video Assistant Referee. Ikumbukwe katika michuano hii hatua ya nusu finali ni miongoni mwa zile ambazo kuna matumizi ya VAR. Sasa pale inapobidi, wanapoona kuna tukio dhahiri ambalo kwao linawanyonga, ni kwa sababu ya kile ambacho pengine ni mtazamo wa kibinadamu, makosa ya kibinadamu yasimkute mwamuzi, basi wana haki na wanapaswa kufanya hivyo japo kwa staha, ili wasipate kadi ya kwenda kumpressurize mwamuzi aende kuangalia VAR pale inapobidi. Na hili limeonekana mfano wake. Kuna mifano miwili chanya na hasi ambayo Simba wanapaswa kuichukua kwa ajili ya mechi hii, kwa sababu hizi small details, mambo madogo madogo ikiwamo ya maamuzi yasiyo ya haki yanofanywa na waamuzi ama kwa kukusudia ama kwa bahati mbaya, ndio maana ikaletwa VAR kwa ajili ya kuwasaidia waamuzi. Lakini VAR inaweza kawepo isitumike kwa ajili ya kutenda haki, ili haki itendeke, na hasa kwa timu ambayo yenyewe inapigania maslahi yake. Hapa tunazungumzia Simba. Basi wachezaji wa Simba watakopata nafasi ya kucheza, kwa mfano ikitokea Musa Pimpin Kamara ndo ameanza, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala katikati pale, Abdulrazak Hamza, Shamu Karabu, kina Fabrice Luamba Ngoma, kina Yusuf Kagoma, akina Kibu Dennis Prosper, Jasha Ahua, Eli Mpanzo Kibisawala, Steven Dese Mukwala, ama Lionel Ateba Mbida, ama Valentino Mashaka, whoever yeyote tukipangwa, basi hakikishe kwa namna moja ama nyingine panapostahili kwenye small details washiriki kwa pamoja kama timu kujaribu kumfanya muamuzi atumie VAR pale panapohitajika kwa maslahi ya Simba, maana isio wanampressurize kwenda kutumia VAR kwa matumizi ambayo pengine ikiangaliwa itaidhuru timu yao. Tunazungumzia hili kwa mifano. Katika mechi yao ya kwanza ya robo finali dhidi ya Al Masry kule Misri, inakumbuka vizuri, ni mechi ambayo Simba walipoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya wenyeji Al Masry. Lakini mechi ambayo Simba walipiga mwingi sana, ni mechi ambayo kabla Simba hawajafungwa bao la pili walipata nafasi ya kuweza kusawazisha. Ni kwa sababu kulikuwa na tukio katika dakika ya 70 ya mchezo ambayo kama mwamuzi angefanya maamuzi yake kwa usahihi, Simba wangepata mkwaju wa penalty. Na uzuri wake Simba wapigaji penalty wako wazuri wengi, akiwemo Jasha Ahua ambaye pengine angekuwa na fursa kubwa ya kuweka mpira wavuni, halafu matukio angekuwa 1-1 kabla ya kuja kufungwa lile bao la pili. Kwa sababu hiyo pengine mechi ya Simba dhidi ya Al Masry isingeenda kwa mikwaju ya penalty, kwa sababu kwa mfano angefungwa 2-1
yani penalty wangeitumia, halafu kwa Mkapa walishinda 2-2, tunakumbuka vizuri. Maana yake matokeo ya jumla yasingekuwa 2-2, bali ingekuwa Simba 3 Al Masry 2, shughuli ingekuwa imeisha hapo. Lakini katika tukio hili la dakika ya 70, marejeo ya picha za video yalionyesha dhahiri shahiri kwamba Lionel Ateba Mbida alikuwa ameangushwa na golikipa wa Al Masry kwenye eneo lao la goli, tunasema goal area, tena ndani ya 6 yards, ndani ya yadi 6. Lionel Ateba Mbida alifanyiwa madhambi na golikipa Mahmoud Gadi wa Al Masry, na hivyo ilistahili kuwa mkwaju wa penalty kwa sababu contact foul yoyote ya migusano ndani ya 18, hakuna uamuzi mwingine isipokuwa ni pigo la penalty. Lakini kwa mastaajabu ya wengi, muamuzi hakuashiria pigo la penalty, wala waamuzi wake wasaidizi uwanjani hakuna aliashiria kwamba Simba walistahili penalty. Cha kusikitisha zaidi, hata watu wa chumba cha VAR hawakuashiria chochote kwa mwamuzi kwenda kuangalia ili aone kwamba maamuzi yake hayakuwa sahihi, anainyonga Simba, bali ilipaswa iwe mkwaju wa penalty. Lakini kwa wachezaji wa Simba kwenye tukio hili, wala hawakuonekana kumpressurize mwamuzi, wala wakatumia VAR ili maamuzi yake yatokane na matumizi ya VAR. Mwisho wa siku Simba ikafungwa 2-2 katika namna ambayo pengine, na sitiza pengine, maana penalty pengine ingepigwa pia wangekosa, lakini walikuwa na asilimia kubwa Simba kuweza kusawazisha bao katika dakika hii ya 70, kwa sababu hapa walikuwa nyuma kwa bao 1-0. Lakini kwenye mechi za nusu finali 2, mechi ya kwanza ya Mamelodi Sundowns dhidi ya Al Ahly kule Afrika Kusini, lakini mechi nyingine ya nusu finali Orlando Pirates wenyeji dhidi ya Pyramids ya Misri. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.